sisi tukiwa waumini wa dini mbalimbali tumekutana maeneo haya ya kanisa la Katoliki iliyopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa masikitiko makubwa sana hali ya hatari ambayo inaendelea ndani ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, sisi kama waumini wa madhehebu mbalimbali tukiongozwa na wenzetu wa Katoliki, awali ya yote tunaungana na wenzetu kutoa pole za dhati kwa kitendo cha kinyama na kikatili kilichofanywa na watu waovu ndani ya nchi hii. Katibu wa TEC Askofu Dr. Kitima. Ndugu zangu, hili taifa ni la kwetu sisi wote, na niwakumbushe, sisi kama waumini wa dini zote tunaongozwa na sheria ya Mwenyezi Mungu, tunaongozwa na Biblia takatifu, tunaongozwa na Qur'ani, na mwongozo mkuu wa maisha yetu yapo kwenye vitabu hivi viwili ambavyo Mwenyezi Mungu alitupatia na akatupa mwongozo kwamba wote tunapaswa kuishi kwa kutenda haki. Imekuwa ni desturi ya kawaida nchi hii Tanzania, wanashambuliwa, wanateswa, wanakufa. Tukio la Padri Kitima lilikuwa ni jaribio la kuondoa uhai wake. Na ni kwa nini Kitima anaondolewa uhai? Kwa sababu tu anazungumza ukweli na kukemea maovu na kusema juu ya haki ya nchi yetu. Haya mambo hayawezi kuvumilika. Mungu ni Mungu wa haki, na Biblia inasema Mungu ni Mungu wa haki. Ukisoma Zaburi anakuambia Mungu ni Mungu wa haki na anapenda matendo ya haki. Kwa nini nchi hii tumefikia hatua hiyo? Leo hii watu wanapotea, hatuna wakina Soka, hatujui wakina Mlei wako wapi, wakina Kibao walishushwa kwenye magari wakachinjwa, wakina Kipanya hatujui wako wapi. Ni Tanzania hii ibara ya 8 inasema serikali itapata madaraka kwa wananchi na itakuwa kwa ajili ya ustawi wananchi. Na nchi hakuna aliye salama. Tumeshuhudia matendo mengi sana. Tumeshuhudia kwenye ziara za viongozi wa serikali hawa wananchi wanajitokeza wanasema mume wangu amepotea, mwaka haonekani, si mtoto wangu amepotea, mwaka haonekani. Maana hao watu wanapotea, wanapoteaje? Nani anaweza kupotea nchi? Leo hii Mdude Nyagali ameteswa, amepigwa, haijulikani yuko wapi ndani ya Tanzania. Tunatakiwa tukae kimya, haya yanaendelea ndani ya nchi yetu. Hii nchi sio mali ya mtu, hii ni nchi yetu sisi wote. Hizi damu za watu zinazoondoka, nchi hii zitanena. Mungu alimwambia Kaini, damu uliyoimwaga itanena. Damu ya mtu haitapotea bure. Na hawa wanaofanya haya hawatabaki salama hata siku moja. Hawatabaki salama. Na tumefika hatua ni mbaya sana. Ni mbaya sana kwa nchi yetu. Na nawaambia vijana wa Tanzania, sisi furaha yetu ni ipi? Tunawezaje tukakubali Watanzania wenzetu wakawa nakufa kama kuku? Tukasema nchi na amani. Biblia inasema amani ni tunda la haki. Hauwezi kuwa na amani haki hakuna. Viongozi wa dini wakina Kitima wamekuwa na ubiri juu ya haki kwamba ili nchi iwe na amani lazima haki itendeke kwenye maeneo yote. Kwenye mambo ya kijamii haki itendeke, mambo ya kisiasa haki itendeke, mambo ya kiuchumi haki itendeke. Haki isipotendeka hatuwezi kuwa na amani. Haki nchi haipo. Zinapofika masuala ya kiuchaguzi hakuna haki. Biblia inasema amri ya 8 inasema usiibe, chaguzi zinaibiwa, kura zinaibiwa. Viongozi wa dini wanakemea wizi. Kukemea wizi ni takwa la Mwenyezi Mungu. Wakisema kura zinaibiwa, uchaguzi unaibiwa ni dhambi, serikali inatakiwa isikie. Sio kwamba wanaongea ya kwao. Wanaposema usiseme uongo, ni amri inasema usiseme uongo. Wao mtu anashinda A wanamtangaza B. Huo ni uongo, hiyo ni dhambi. Viongozi wakikemea haya, viongozi wetu wa dini hawezi kuwa wanakosea, wako sahihi. Sisi tunasema hivi, imefika wakati wanaamini kuua watu na kutesa ni suluhu ya kunyamazisha watu kupigania haki.
haitokuwa suluhu. Haijawahi kuwa suluhu, sio suluhu leo na haitakuwa suluhu kesho. Sana sana wanapandikiza chuki. Mimi sijalala siku 4 na waza inawezekanaje watu wanafanyiwa mambo haya ndani ya nchi hii? Haiwezekani. Tunapokaa kimya wakati maovu yanaendelea, tunatenda dhambi. Sasa nataka niwakumbushe kitu kimoja. Biblia inasema Mathayo 5 mstari wa 6, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mstari wa 10 Mathayo 5 nasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana hao watakuwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana hao watakuwa wana wa Mungu. 11 nasema, ni heri nyinyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwafanya kila baya kwa ajili yangu. Furahi na kushangilia, maana hata manabii waliokuwepo kabla walifanywa hayo hayo. Kuudhiwa kwa ajili ya haki ni agizo la Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kumtii mwanadamu tukamwacha Mungu, haiwezekani. Daniel alikuwa tayari kufa ili asimamie sheria ya Mwenyezi Mungu, akamkatalia Nebukadreza kuabudu sanamu. Nebukadreza alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo mtaka kuniambia Daniel angemtii Nebukadreza aache maagizo ya Mwenyezi Mungu? Ndio maana ya kutuambia sisi tunatakiwa kutii mamlaka. Tunatakiwa tutii Mungu anachokisema. Mamlaka tunazitii pale zinapotenda sawa sawa na maagizo ya Mwenyezi Mungu, na sio vinginevyo. Nataka kuambia Watanzania, Yoshua anasema, uwe hodari na ushujaa mwingi, usiogope, maana Bwana atakuwa na wewe, niko pamoja na wewe kila uendapo. Mimi sijui hatima ya maisha yangu, ninazungumza haya kwa uchungu kwa sababu hii ni nchi yangu, ila nataka kuambia kwamba suluhu ya nchi hii ni kupata mwafaka wa kitaifa. Huo ndio kweli. Hivyo sisi hatuwezi kushtua tunashiriki chaguzi ambazo ni haramu, ambazo watu wanaibiwa, watu wanakufa, watu wanadhulumiwa. Hiyo ni dhambi. Sisi tuliokuwa hapa tumekubaliana, kwa uchache wetu au kwa wingi wetu, hatuko tayari kushiriki uchaguzi nchi hii kama masuala ya msingi ambayo yamesemwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, walioko serikalini, wastaafu, wadau, taasisi mbalimbali walioyasema. Sisi tunaungana nao kwamba hatuwezi kushiriki uchaguzi wowote nchi kama hakuna maboresho yanayohusu masuala ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ndio unaozalisha viongozi. Leo hatuna bunge. Kwa nini? Hatukuwa na uchaguzi 2020. Tungekuwa na bunge, bunge lingekuwa na nguvu, bunge la wananchi lingekuwa na uwezo wa kusimamisha shughuli za bunge, kujadili masuala ya kitaifa na maisha ya watu, hatima yao. Leo bunge haliwezi. Kwa nini? Bunge lile sio la wananchi, ni bunge la serikali. Kwa walioni huwa kutetea wananchi, watu wanakufa, wanaendelea shughuli zake. Tungekuwa na bunge imara kama bunge ambao tulikuwa nayo huko nyuma, bunge lingeweza kusitisha shughuli zote na kumtaka waziri wa mambo ya ndani ajiuzuru, na kumtaka IGP ajiuzuru, na kutaka maafisa wengine wote wajiuzuru, wawajibishwe. Leo hatuna bunge. Kwa nini? Chaguzi tunazofanya sio huru na haki, hazileti viongozi wanaotokana na wananchi. Hivyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Na tutaenda mbali zaidi kuwahamasisha mimi, mke wangu, wazazi wangu, watoto wangu, ndugu zangu na sisi wengine wote tumekubaliana kuanza kuhamasisha wananchi na ndugu zetu kuambia chaguzi za nchi hazina maana. Hatuwezi kwenda kuhalalisha haramu. Uchaguzi watu mnachagua, watu wanakwenda kumtangaza mtu ambaye hakuchaguliwa, alafu nyewe mmepiga kula, manake mlikwenda kuhalalisha haramu. Hiyo ni dhambi. Hata shiriki uchaguzi wa namna hiyo mpaka unless otherwise there are changes have been made in the constitutions and all other procedures which are related to election. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, tunaomba kutoa rai na kuiomba serikali na kumwambia rais anatakiwa aingilie kati, asikae Ikulu akadhani mambo yako vizuri. Kawaida ya kiongozi wote huwa anadanganywa na watendaji wake, anaambiwa mambo ni shwari hata kama mambo sio shwari.
mambo sio shwari, rais aingilie kati, asimamie maboresho yote ya kiutendaji, kuanzia kwenye jeshi la polisi, kwenye mifumo ya uchaguzi, kwenye tume. Tuende kwenye uchaguzi tukiwa wote na furaha na amani, tukashiriki uchaguzi wa amani, tupate viongozi wanaotokana na wananchi. Nchi yetu itakuwa na baraka kubwa na nchi yetu itakuwa na maendeleo makubwa, si vinginevyo. Baada ya kusema haya, niwaombe tena viongozi wa dini wote kuendelea kupaza sauti juu ya haki ndani ya nchi hii, ili sisi wananchi tuweze kuishi kwa amani ndani ya nchi yetu. Na bila haki, amani hakuna. Viongozi wa dini wote, wale ambao wamekuwa mstari wa mbele, hasa viongozi wa Katoliki, wamekuwa mstari wa mbele kuhubiri haki, kuhubiri amani, hao tunawaomba, tunaunga mkono, waendelee na jitihada hizo za kuhubiri haki na kukemea maovu, na sisi waumini tuko nyuma yao. Na kulikuwa na ule waraka ambao ulikanushwa. Sisi pamoja na waraka kukanushwa na viongozi wetu wa dini, lakini tumesoma yale maazimio, tunadhani yale ni maazimio sahihi kabisa kwa wakati huu, kwamba kama itapendeza waumini wote tukaungana mkono kusimamia yale maazimio ya kwenye ule waraka ambao walisema ni fake. Hata kama walisema ni fake, na kama ni fake kweli, lakini kila ambaye ana hofu ya Mungu anajua yale maazimio 4 yaliyotajwa kwenye ule waraka yalikuwa ni ya muhimu sana. Kila Mkristo mwenye hofu ya Mungu kuyasimamia. Lengo ni kuomba serikali ifanye maboresho ya kimsingi kwenye katiba na kwenye sheria na kwenye kanuni za kiuchaguzi. Waache viburi. Farao alikuwa na kiburi, na niwaambieni kitu kimoja, these people has reached the end. Farao alikuwa na kiburi. Mungu anamwambia Musa, nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, naye atawafuata nyuma yao, na Bwana atajitwalia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kwamba mimi ndimi Bwana. Kiburi walichonacho watawala cha kutokusikia maoni ya wananchi, kilio cha wananchi, ni kilio ambacho alikuwa nacho Farao. Alifika wapi? Hawatakuwa wa kwanza, hawatakuwa wa mwisho. Farao there hayupo. Mpango wa Mungu ulitimia. Mpango wa Mungu kukomboa watu wake utatimia tu. Mungu hawezi kuendelea kuangalia watu wake wanaangamia kwa sababu ya watu wachache wanaotaka madaraka akakaa kimya. Muda umefika, sisi tutaendelea kupaza sauti, na tunaamini Mungu atatupa ujasiri wa kuendelea kupaza sauti ili kuhakikisha kwamba taifa letu linarudi kwenye misingi ya umoja na mshikamano na haki na amani itaweza kutawala. Vinginevyo tunakoelekea sio kuzuri. Na wasiseme tunakoelekea, tayari mimi naona tumekaribia, lakini niwatie moyo wa Tanzania kwamba tulipofika ni pazuri. Mnapoona haya yanatokea, nataka niseme mwaka huu na muda sio mrefu, hawa wote wanaotutesa hawatakuwepo tena. Musa aliwaambia wana wa Israeli, songa mbele, maana hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Na watia moyo wa Tanzania, wale wote ambao wamepata ujasiri wa kukemea maovu, wasonge mbele, waendelee kukemea uovu na udhalimu wote unaoendelea ndani ya nchi hii. Wale wanaoshangilia, wale ni machawa ambao wanafanya kujipendekeza, na kama machawa ndio wanafanya uchaguzi mwaka huu, hakuna shida. Lakini wananchi wote wanaopenda haki na wanaopenda amani wanajua kwamba kuna umuhimu wa kufanya maboresho ya kimfumo wa kiuchaguzi ili kuweza kupata mwafaka wa kitaifa kwa maslahi ya nchi yetu. Baada ya kusema haya, niwaombe ndugu waandishi wa habari, mtufikishie salamu hizi, na tumuombe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aingilie kati haraka sana kunusuru hali ya nchi kwa sasa. Hawa viongozi wake, ujeuri walionao hauwezi kuwa na maana yoyote kwenye taifa hili. Leo unamharibia na utamharibia. Na niwaambieni viongozi wa nchi hii wasidhani watafika popote kwa dhuluma. Njia yao itakuwa fupi sana wakiendelea na dhuluma. Hawatafika popote. Baada ya kusema haya, Mungu awabariki, Mungu ibariki Tanzania. Tunamuombea Father Kitima apone, tunamwombea Mdude Nyagali popote alipo, hatujui ana hali gani. Mungu ndiye anayejua, na Mungu ni Mungu wa visasi. Damu yake itamwagika hivi, itanena mema. Na sisi nawaambia hata wa Tanzania tuendelee kujipa ujasiri. Hata kesho mimi Musa Ndile nisipokuwepo, hata kama nitafanywa mabaya kwa
kusema ukweli. Naomba watu wasonge mbele. Kupigania haki ni agizo la Mwenyezi Mungu, na sisi tunamwogopa Mungu tu na sio mtu mwingine yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza.